Utaratibu wa matamasha vipi? Hamna? Utaratibu wa matamasha mwaka huu tulikuwa tuna plani kufanya hicho kitu. Okay. Lakini kwa sababu ya muda umekuwa mfinyu sana. Yaani hakuna ule muda mrefu kiangalia tangu tumaliza ligi, alafu na sisi baada ya kumaliza msimu wachezaji tulivunja kambi tarehe 6 ya mwezi wa 7 ndio tulivunja kambi kwa sababu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho tarehe 30 kule jijini Mbeya, tulikuja hapa na tarehe 1 tulikuwa tunaazimisha birthday au sherehe ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka mapato Tanzania TRA, ambapo tulifanya pale Mlimani City na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndo alikuwa mgeni rasmi katika sherehe ile. Kwa hiyo baada ya pale tarehe 2 tuliondoka tukaenda jijini Arusha, na kule pia tulikuwa tuna tamasha lingine kwa sababu ilikuwa ni wiki ya kuadhimisha au kusherehekea miaka 30 sasa ya tangu kuanzishwa kwa TRA. Kwa hiyo tulikuwa na hizo program. Mwisho wa siku tukavunja kambi tarehe 6 ndio tukavunja kambi. Kwa hiyo kwa ule muda wachezaji waende wakapumzike, wajiandae na msimu mpya, alafu tuanze tena ligi za matamasha. Kwa hiyo tulikuwa tuna muda ambao, na ukiangalia ratiba ya ligi imewahi kutoka kwa sababu watu tulikuwa tuna expect maybe labda kama ingeza ligi mwezi wa 9 kama mwaka jana, la kwa sababu imechelewa kumalizika, lakini imewahi kwa kuanza kwa mwezi wa 8. Kwa hiyo kutokana na ufinyu wa ratiba ndio maana tukashindwa kuweza kufanya tamasha letu, lakini naamini kwa heri ya Mwenyezi Mungu tukiwa wazima tutafanya mwakani, Mungu akijalia. Sawa sawa. Malengo yenu kwa msimu ujao ni yapi? Maana kila timu inavyoendea msimu inakuwa imeweka malengo. Na kwenu kama TRA malengo yenu kuelekea msimu ujao ni yapi? Malengo yetu kutokana na usajili ambao tumeufanya, unajua katika timu ambayo imefanya usajili ni TRA. Ila nyingine zilikuwa zinaanza nafasi. Ila timu pekee ambayo inafanya usajili ni sisi TRA United Sports Club. Kwa maana ndio timu pekee ambayo imefanya usajili wa kombe la dunia. Hata ukiangalia aina ya wachezaji ambao tangu tumeanza kuwatambulisha na leo tunaendelea kukamilisha, na zoezi letu la kutambulisha wachezaji wetu tutakwenda kulimaliza siku ya kesho, siku ya Jumanne. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nature wachezaji tuliokuwa nao ni wale wachezaji ambao wana uchu zaidi ya kuleta maendeleo katika timu yetu. Kwa hiyo sisi malengo yetu msimu huu ni kwenda kuchukua ubingwa ligi kuu NBC soka Tanzania bara, lakini pia kuchukua michuano ya CRDB Bank Federation. Na Mwenyezi Mungu akijalia tukishiriki kombe la Mapinduzi tunahitaji pia tukachukua ubingwa, na tukienda kushiriki kombe la Muungano tunaenda kuchukua. Kwa maana ya msimu huu kombe ambalo hatulipigi mahesabu ni la kesho kutwa la tarehe 12, kombe la ngao. Kwa sababu hatushiriki. Lakini kama tungelikuwa tunashiriki basi na hilo pia na hiyo ni kwa maana gani? Ni kwa sababu unaweza ukaangalia nature ya msimu uliopita, jinsi ambavyo hatukuanza vizuri, pamoja na kwamba hatukuanza vizuri, lakini mwisho wa siku tumekuja kumaliza vizuri na tukaleta ushindani, competition imekuwa ni kubwa, na baada ya hapo tukaenda kumaliza zile nafasi 5 za juu. Katika zile nafasi 5 ukiangalia wa nafasi ya 4 tuna difference ya pointi chache sana. Kwa hiyo ndio maana nasema kama msimu uliopita tuliweza kuwa na ushindani mkubwa kwenye ligi, lakini safari hii sasa tunakwenda kuwa na ushindani mkubwa zaidi, kwa sababu usajili tumefanya mkubwa, tumefanya usajili wa viwango vya kombe la dunia ambao Mtanzania akikaa kwenye TV hata jutia kukaa kwenye TV kuitazama, au yule ambaye atasema anatoka nyumbani anakwenda uwanjani kushuhudia timu ya Tanzania TRA United Sports Club inacheza, hataona kama amepoteza nauri yake, na badala yake ataona kabisa kwamba amekwenda kupata burudani na amekwenda pia kwa kuwa ni mzalendo wa kwenda kuhakikisha kwamba timu ya nchi inapata sapoti kubwa. Katika msimu uliopita niliona kuna wakati nilikuwa nasema TRA United msimu unaofuata watatuwakilisha kimataifa, kwa sababu mlikuwa nafasi ya 5, ya 4, ya 5, ya 4 na mara kadhaa mlikuwa mnashika nafasi ya 4, mnaangania sana pale. Ilikuwaje mkapotea pale? Unajua tena ilikuwa mwisho. Unajua kwa msimu uliopita kwanza lazima tuwapongeze wachezaji na lazima tujipongeze sisi wenyewe kama TRA.
ukiangalia mwanzo kama mtu alikuwa anafuatilia sisi tumeanza ile mechi yetu ya kwanza tulianza pre-season hatukuanza vizuri. Tulianza pre-season tukiwa na form, kwa maana ilikuwa ni wakati ambao TRA inakwenda kufanya maboresho au inakwenda kufanya sasa mabadiliko timu kutoka Tabora United kuwa TRA United Sports Club. Kwa hiyo hata wakati wa pre-season tulikuwa kwenye pre-season kama Tabora United. Na wakati huo tukiwa na kocha mwingine Simona Kaunda kama unakumbuka. Ndio. Na baada ya pale TRA wanakuja kuchukua timu, ilikuwa ni wiki moja kabla ya ligi kwenda kuanza. Ndio. Kwa hiyo kwenye ile wiki moja kabla ya ligi kwenda kuanza, siku zote unapoingia kwenye mabadiliko au unaingia kwenye kitu kingine kipya, lazima kuna vitu vingi vinakuwa vinabadilika. Kwa sasa ule muda ambao sisi tulikuwa tunafanya maboresho kipindi ambacho ligi inaendelea. Na ndio maana tulianza tuna kocha msaidizi, hatukuwa na kocha mkuu. Lakini mpaka tunakuja kumpata kocha mkuu ni tumesha kwenda raundi ya 7 ndio kumpata Etienne Daragiji. Na wakati huo sasa wachezaji tayari wanaisha toka kwa pre-season. Fundisha makoki. Alafu wakakutana ile mechi sana wakakutana kocha msaidizi Kasimo Otieno naye akawa na mbinu zake. Katoka pale unakuja mzunguko wa 8 unakutana Etienne Daragiji kocha mkuu na yeye ana mbinu zake. Kwa hiyo ndio maana kuna mafungu kwamba huyu alikuwa anafundisha hiki na mwingine anafundisha hiki. Kwa sasa mpaka pale tukae sasa sawa kile cha Simonda Kaunda, Kasimo Otieno ukijumlisha na cha Etienne Daragiji kija kitengenezwa kiwa sasa kitu kimoja, ndio pale gari lilipokuja kuwaka. Lakini gari wakati nakuja kuwaka ilikuwa tayari sisi tumeacha ambazo tayari tumeshapoteza. Kwa hiyo ingelikuwa ni wachezaji wengine ambao hawana effort ya kujituma, huenda basi hata nafasi ya 5 TRA tusingemaliza. Tungemaliza kwa nafasi ya 7, ya 8, ya 9 huko. Lakini kwa sababu tulikuwa na benchi bora, wachezaji ambao wana uchungu, wana ile hari ya kujitoa, ndio maana tulifanikiwa kumaliza ile nafasi 5 na ndio maana pia tulifanikiwa kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi. Timu yote ilikuwa inasema inakutana na TRA. Basi ile kukutana na TRA ilikuwa inaomba maji kwanza. Ile maji yashuke ndio iende ikacheze mechi. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba sisi tulifanya vizuri zaidi msimu uliopita, lakini kwa msimu huu kwa usajili ambao tumefanya tutakwenda kufanya mara 1000 ya kile ambacho kilifanyika kwenye msimu 2025-26.